Mwaka 1938 katika ardhi ya Zaire, yani Congo DRC, alizaliwa Franco Luambo Luanzo Makiadi. King wa African rumba hadi warembo wakamwita Franco du mi amor. Franco alikuwa kiongozi wa bendi ya muziki ya Oak Jazz, iliyobadilishwa jina baadaye na kuita Tipok Jazz. Enzi za uhai wake alitendea haki sana rumba na kutupatia raha sana si wananzengo. Nyimbo yake kama ya Bolingo na Ngai na Beatrice, akiwa na maana ya upendo wangu kwa Beatrice, ilimtambulisha mitaa yote Kinshasa. Kipaji chake pengine kilipata makali zaidi baada ya kifo cha baba yake, aliyekuwa mfanyakazi wa reli mwaka 1949. Aliamua kuachana na shule akiwa na umri wa miaka 11. Akawa anamsaidia mama yake kwa kupiga gitaa na vifaa vya muziki, ili kuvutia wateja katika duka la mama yake. Na mwaka moja baadaye, yani mwaka 1950, akiwa na marafiki zake, waliunda kundi lao la sanaa lililoitwa Watam, ambalo lilidumu kwa muda miaka 3, wakiwa wanaimba kwenye majukwaa ya harusi na misiba. Mwaka 1953, Franco na Dewayon walifanyia majaribio ya muziki na mwanamuziki ambaye pia ni mtayarishaji Henry Bowane. Baadaye na lebo ya studio Loningisa ya Lepo de Ville, ambako aliajiriwa wote kama wanamuziki wa studio. Hapo ndipo Franco alitoa angalau rekodi 3 ambapo alijulikana kama Luambo Francois. Moja ya hizo rekodi zake 3 za kwanza ilikuwa ni Bolingo na Ngai na Beatrice. Toka hapo, nyota ya Franco ilizidi kung'ara duniani mpaka umauti wake. Mwaka 1978, Mobutu Sese Seko alimtia jela kwa miezi 2 kwa kumkosoa kupitia uimbaji wake katika nyimbo za Heleni na Jackie. Mobutu akampa sharti la kutumia akili yake kutafuta kitu kitakachomfurahisha ili amwachie huru. Franco akamtungia kibao cha kumfagilia kilichoitwa Kandida na Biso Mobutu. Mobutu alifurahi mno. Akamtoa kifungoni na kumfanyia Franco pata kufahamu mtu Ikulu na kisha kumwachia huru. Maisha ya Franco na Mobutu yamepitia katika hali mbili tofauti. Kwanza walikuwa maadui na mwisho marafiki wakubwa. Na hata Franco anafariki mwaka 1989, Mobutu alitangaza siku 4 za maombolezo nchi nzima huko Zaire kuenzi kifo chake. Franco alifia Ubelgiji kwa ugonjwa wa ukimwi. Alikufa akiwa na umri wa miaka 51 na kuacha watoto 18 na wake 14. Je, ni nini umejifunza kutokana na historia hii ya Franco Makiadi? Mimi naitwa Ananias Edgar.